Ndio maana mtu mwenye anatumia pombe huwa sehemu ya kwanza yenye inaharibu nini, na ndio anashikwa na ugonjwa ambao anaitwa liver cirrhosis. Kwa sababu hii inafanya hiyo kazi, anachagua anagagua chakula kabla hajatuma kwa mwili. Kwa hivyo anapoweka hiyo sumu hadi ikuwe mingi, inaharibika, inaumia. Kwa hivyo unapotumia hii kila wakati huwa inasaidia ini ya, umeelewa? Lakini haifai kutumika kama chakula. Haifai kutumika kama nini? Watu wengi wanapenda tu kuweka kwa chakula. Ukitumia kila mara, kuna kitu ambayo inaitwa corrosive effects. Katika tumbo yetu kuna kitu kama kamasi. Kuna kamasi ambayo imezunguka tumbo yetu ndio izuie isikuliwe na acid. Sawa? Kuna acid ambayo tuko nayo kwa mwili inaitwa HCl. Hiyo acid inaweza kuichoma ukuta ya utumbo. Kwa hivyo Mungu bila aliumba utumbo yetu akaweka kamasi fulani iweze kuzuia ndio isishagwe. Unapotumia hii kwa mara mingi huwa inakula hiyo, inatoa. Na pia unapotumia hii kwa wingi, hii pilipili, hizi vitu haifai kutumiwa kwa chakula. Sawa? Inafaa itumiwe kwa kama dawa peke yake. So hii inasaidia hii. Inaitwa aje? Ginger. Hii inaitwa turmeric. Hii inaitwa turmeric. Huwa inafanana na hii kabisa. Unafanana na hii lakini rangi yake ni manjano. Sawa, iko kama hii kabisa. Lakini rangi yake ni manjano. Sawa? Hii kuna vitu ambayo inaitwa cumin. Hiyo cumin iko na usaidizi mwingi sana katika miili yetu. Kule nje ya Australia kuna vitu ambavyo wanatengeneza inaitwa cumin na wanatumia kutibu magonjwa mengi zaidi, magonjwa kama yote. Hii ni dawa ambayo inasaidia kutibu magonjwa mengi zaidi kwa miili yetu. Iko na vitu ambayo iko na antibacteria, inaweza kuile zile bakteria ambazo zimeingia kwa mwili zinaweza kuharibu. Iko na vitu ambayo inaitwa antibiotic. Hiyo antibiotic ndio nilikuwa nasema antibacteria. So hizo antibiotics ndio inasaidia kutoa bakteria kwa mwili. Bakteria chafu ama bakteria mbaya. Kuna bakteria nzuri ambayo tuko nayo kwa mwili inaitwa microbiome. Inaitwa nini? Hizo microbiome ndio inatusaidia kuua zile bakteria mbaya na zinasaidia kwa kazi mingi katika mwili. Lakini kuna wakati damu yako inapochafuka, hizo bakteria zinaweza kuharibika ama zinaweza kubadilika kuwa bakteria mbaya. Na kwa mfano, acha nitumie mfano mzuri. Kuna vitu ambayo inaitwa Helicobacter bacteria ambazo zinasababisha ulcers. Umesikia mtu ako na ulcers? Ulcers ni nini? Vidonda vya tumbo. Inasababishwa hizo bakteria ambazo ni nzuri ambao wanaitwa microbiomes wanapobadilishiwa mahali ambapo wanakaa ama tumbo inapochafuliwa ama mwili unapokuwa na acid mingi huwa zinabadilika na kuwa bakteria mbaya na ndio zinaitwa Helicobacter bacteria na badala ya kufanya kazi yao wanaanza kukula zile bakteria zingine, wanaanza kukula ile kamazi ambayo inasaidia ukuta ya tumbo na ukifikia kwa tumbo ndio wanakula hiyo ukuta ya tumbo, unapatwa na vidonda vya tumbo. Kwa hivyo hii unapokula huwa inasaidia zile kuziua zile bakteria mbaya. Hiyo inaitwa aje? Turmeric. Hii inaitwa chamomile. Inaitwa chamomile ni maua, zinakaa maua. Zinakaa hivi maua. Unajua maua ambayo inaitwa pyrethrum? Karibu zinafanana. Sasa hii chamomile ina soothe nervous system. Kuna nervous system ya mwili. Nervous system ni kitu ambayo inachukua mawasiliano kwa mwili. Mawasiliano ningeomba tu unaweza karibia tu kwa maana kuna watu wanaweza fuatilia mtandaoni waone hiyo jina. Hiyo maua. Chamomile. Leta tu karibu hivi. Sawa. So hiyo ndio inaitwa chamomile. Chamomile iko na soothing
kwa nerve. Nerve nimesema ni mawasiliano. Mawasiliano, yani mwili huwa inawasiliana. Wakati umekanyaga moto kwa mfano, ni kwa nini unatoa mguu kwa moto? Ni nini naambia mguu umechomeka? Ni mawasiliano. Mwili huwa iko na mawasiliano, na hiyo mawasiliano ninawasiliana kwa haraka sana. Na ikiwa mawasiliano yako haiko, ama mwili wako ukipungua, hiyo mawasiliano ya mwili ukipungua, huwa unasababisha shida nyingi. Ndio maana mwalimu hapa alipokuwa anatufundisha jana kuhusu afya na wokovu, alituambia jambo fulani. Kuna jambo ambalo alituambia, najaribu kukumbuka. Nitakumbuka. Hii nimesema inasaidia watu. Mawasiliano ya mwili. Hii ni nzuri kwa watoto wadogo. Hii ni nzuri kwa watoto wadogo. Na watoto wadogo wanafaa kutumia hii hasa wanapoendelea kukua. Kama kuna madawa ambayo yanafaa mama ambao wako na watoto wadogo wakuwe nayo, ni hii inaitwa chamomile. Inasaidia kujenga hiyo mawasiliano, kwa sababu mwili wa mtoto unapoendelea kukua unataka mawasiliano ya haraka. Kuna mtu ambaye huwa usiku anaweza amka na usingizi inapotea. Inaitwa insomnia. Mtu hana usingizi, anakingia kwa blanketi, anaangalia juu hadi saa 6, saa 7, analala saa 11, anaamka saa 12. Kuna mtu kama huyo? Hii inasaidia. Sawa? Ina deal na mambo na nerve ama mawasiliano ya mwili. Kwa hivyo hii ni nzuri sana, na kina mama na kila mtu ambaye kuna watoto wadogo wanafaa wakuwe na hii, wawe wakiwapatia watoto wao. Hii inaitwa comfrey. Inaitwa nini? Comfrey. Comfrey huwa inatumika nje na ndani. Mtu akiumia, nitoe ya nje. Mtu akiumia, hii ukitoa hiyo mmea, utoe ile mizizi yake na ishagwe kwa blender. Huwa inatengeneza plaster. Umeona hiyo plaster ya mtu akifunjika anawekewa? Hii ukiweka na ushage inatoa plaster kama hiyo. Naweza kufungia. Na huwa iko na magnesium mingi na calcium mingi, na unasaidia mifupa kujiunganisha kwa haraka ikiwa mtu amefunjika. Pia ni dawa ambayo inatumiwa kwa maumivu. Tunakuja kesho kusoma vitu ambayo inaitwa poultices. Vile unaweza mtu akiwa na maumivu anafungiwa kitu, anafungiwa, na inasaidia kutibu na kuondoa uchafu. Hivyo hii inasaidia kwa maumivu ya kila aina. Sawa sawa? Yawe ya ndani na nje. Mtu akiwa na homa, hiyo kuna vile mtu akiwa na homa anasikia amefungana koo, amefungana mapua, hii comfrey huwa inasaidia. Sawa? Inaitwa nini? Comfrey. Hii inaitwa cinnamon. Inaitwa cinnamon. Cinnamon pia iko na ni antibiotic. Sawa? Ina uwezo wa kuiua hizo bakteria mbaya kwa mwili. Na pia inasaidia pia kwa mtu ambaye labda kuna shida ya kimabavu. Sawa? Hiyo inaitwa cinnamon. Ile nini? Activated charcoal ni nini? Ni makaa. Makaa ambayo imefanyiwa kazi, imekuwa activated. Sio makaa tu yenye unachukua na unashaga. Makaa hii inafanyiwa kazi ndio iitwa activated. Huwa inachomwa, ama kuna process aina mingi ya kutengeneza activated charcoal. Kuna mtu ambaye anaosha na ndimu na anaosha na ginger, kisha anaichoma alafu anaishaga. Mtu mwingine anachukua makaa anaichoma kabisa kisha anaishaga. Hiyo ndio inaitwa activated charcoal. Na huwa inakuwaga tofauti kutegemea, huwa inakuwaga na nguvu kutegemea ile mti ambayo imechomwa kutoka, ama imetolewa, ama mti ambayo umechomwa makaa.
Kwa mfano, makaa nzuri ya kutumiwa zaidi ni ya nasi. Hizo vitu yenye mnakula yenye hizo vitu naitwa mifufu. Vifufu mtanifundisha. Hiyo sasa hiyo ndio iko na makaa nzuri zaidi. Sawa? Na hata huku nyumbani huwa tunanunua bei kali. Ya ebe kama hiyo unaweza usiwa 700, 600, 500. Kwa sababu ni mzuri zaidi. Sawa? Alafu kuna mti ambaye inaitwa acacia pia inatoa nzuri. Kuna mti ambaye inaitwa eucalyptus. Ile nyeupe huwa inatoa pia nzuri. Sasa hii ni dawa ya sumu ya kila aina. Sumu ya kila aina huwa inatibiwa na hii. Ukiwa umeumwa na nyoka, unaweka hii, inamaliza hiyo sumu. Ukiwa umeumwa na mamba, unaweka hii, inamaliza hiyo sumu. Sawa? Kwa hivyo watu hapa wanafaa kuwe na chakula. Ukienda hapo umwe na kipoko, unaweka? Sawa? Hii inaua sumu ya kila aina. Ukikula chakula usokotwe na tumbo, nini? Makaa, sio ukimbilie Panadol. Nimekumbuka kenye mwalimu alikuwa anasema. Ya kwamba unapotumia painkiller, hizo madawa kama Panadol, Sonadol, tuseme nyingine? Sona moja, Buton, huwa inakata mawasiliano. Nilikuwa naongelea dawa gani ndio nikasema inasaidia kwa mawasiliano ya mwili? Ni dawa gani nilikuwa nasema inasaidia kwa mawasiliano ya mwili? Chamomile, ndio nikakumbuka. Kwa hivyo mawasiliano ya mwili ni muhimu. Unapotumia hizo painkillers kwa mwili yetu, hiyo nervous system, kuna vitu ambayo inaitwa transmitters na receptors. Transmitters ndio inachukua ujumbe ukiumia mahali fulani, inapeleka kwa akili, na akili iko na receptors ya kuchukua hiyo ujumbe. So hizo unapotumia painkiller huwa inasimama katikati ya receptor na transmitter. Kwa hivyo ujumbe inaenda, badala ifike kwa akili, inakatiza katikati. Kwa hivyo bado unaumia penye ulikuwa unaumia, lakini dawa imezuia ujumbe isifikie kwa akili. Kwa hivyo wewe unadhani umepona lakini bado unaumia. Kwa hivyo ndio nikasema nzuri kutumia kwa mambo ya painkiller ama maumivu yoyote ni kutumia chamomile. Sasa kivile chako nimesema sumu ya kila aina. Ikiwa uko na sumu kwa mwili, sisi wote hapa karibu kila mtu ako na sumu kwa mwili. Kwa sababu ya vyakula ambavyo tunakula. Tulikuwa tunaona wagonjwa wengi hapa ambao wanagonjeka ni kwa ajili ya chakula ambao wanakula, wengi kwa sababu ya kutumia nyama na hizo samaki ndogo ndogo. Hizo samaki huwa ziko na mercury na sumu mingi kwa sababu ya maji ambayo yamechafuliwa. Penye hizi maji yanatokea kiwanda huwa yanamwaga sumu ya kila aina. Na hao samaki huwa wanasanya vitu ambavyo yanakula ni hizo sumu. Unapokula inajaa kwa tumbo yako na inasababisha magonjwa mengi. Hivyo hizo sumu ndio zianze kutoka kwa mwili. Unafaa kutumia hii kila siku. Ukiamka asubuhi, maji moto, unatoa kijiko moja, unaweka kwa hiyo maji. Unakunywa kila asubuhi, sawa? Itasaidia kutoa sumu ya kila aina. Umeelewa hii? Ni ya nini? Kutoa sumu ya kila aina. Inaitwa aje? Very good. Kuna mafuta aina mbalimbali yenye tulikuja nayo ni mbili pekee yake. Kuna mafuta aina mbalimbali lakini tulikuja na mbili. Moja inaitwa castor oil. Sema castor oil. Castor oil. Ya pili inaitwa black seed oil. Black seed oil. Castor, nani anajua castor? Umewahi kuona? Naitwa? Bono. Sinakuwa aje hiyo castor? Mbegu zake? Siko hapa, ni kama maharage, si ndio? Ni kama hizo vidudu ambayo wanauma ng'ombe. Inaitwa aje ticks? Ni kama kupe. Ni kama kupe alafu ziko na dots, si ndio? Sasa hizo ndio zinafinywa, inatolewa hii mafuta. Hii mafuta ni mafuta nzuri sana. Ikiwa mtu akona shida yoyote ya ama maumivu yoyote, ikiwa kuna vitu ambavyo vinamea kwa mwili kama vile vinaitwa tumors, kuna mtu ambaye labda akona kansa ya matiti, hii kuna vitu ambavyo inaitwa bone spurs. Kuna mtu akitumia vyakula kutoka kwa wanyama zaidi,
huwa hizo vyakula zinakuwa na asidi mingi, na ndio ishagwe huwa inahitaji istimulatiwe ama iweze kusimuliwa kutumia calcium. So kama mwili haina calcium huwa inaenda inatoa kwa mifupa, na inapotolewa kwa mifupa huwa inatoka kama calcium sulfate, na inapotumika calcium inarudishwa, kisha inaenda inapaki kwa joints za mwili. Ndio unaona mtu akona vitu imemeamea kwa joint. Ndio. Lugha rahisi ni uvimbe. Ufimbe, akona ufimbe. Kama huyo anatuonyesha mfano. Sasa uko na ufimbe, hizo ufimbe unapotumia castor oil, unachukua kitambaa nzito yenye unaweza kuinyonya huu mafuta, kisha unawekelea hapo na unafunulia kila wakati unapoenda kulala. Kama uko na shida, mtu ako na kansa ya matiti, huwa anaiweka kwa hiyo kitambaa, kisha anaiweka hapo, anaifungia. Kama uko na tumor sehemu yote ya mwili, huwa hii inasaidia kuibreak kama kuifunja, kuiharibu hiyo tumor. Sawa? Hii ni mafuta inaitwa castor oil, na pia huwa unatumiwa kusafisha tumbo na kusafisha ini. Unachemsha ile chamomile na unachemsha na flaxseed. Sasa hii ni flaxseed oil, lakini flaxseed yenye hii mafuta imetolewa. Unachemsha hiyo flaxseed pamoja na chamomile, kisha ukishachemsha unaweka mafuta ya mnazi na unaweka mafuta huu. Unaweka mafuta ya mnazi kijiko moja na unaweka mtakuwa mnanisaidia Kiswahili. Unaweka mafuta ya nasi kijiko moja na unaweka nusu kijiko hii. Sawa? Huo inasaidia kusafisha tumbo na ini. Sawa? Hii inaitwa black seed oil. Black seed kuna mbegu ambayo inaitwa black seed, kuna mbegu ambayo inaitwa chia seed, na kuna mbegu ambayo inaitwa flax seed na chia seed na black seed, na kuna pia ya malenge. Hizo mbegu huwa siko na vitu ambayo inaitwa omega 3. Inaitwa omega 3 ndio inasaidia kuinua uwezo wa mwili wa kupigana na magonjwa. Kwa hivyo unapotumia zile dawa unaweka na unaongeza hii mafuta. Sawa? Ukiongeza hii mafuta, na pia iko na madini mingi. Kwa hivyo unapoweka hizo unachanganya hizo dawa zako, kisha unaongeza hii mafuta. Ukiongeza hii mafuta ndio itasaidia mwili kupata nguvu ya kupigana na hiyo magonjwa. Tulisema ya kwamba mwili ndio unajitibu yenyewe. Mnakumbuka tukisema hivi? Kwa hivyo unaposaidia mwili unapojitibu, unasaidia kwa kutumia madawa ndio ipate nguvu ya kujitibu kwa haraka. Kwa hivyo unapoongeza hii ndio mwili unapata nguvu ya kujitibu haraka zaidi. Mnanielewa? Sasa hayo ndio madawa ambayo tunaweza kuyaongelea kwa sasa, kwa sababu ndio tuko nayo, lakini kuna mengi zaidi. Mumeelewa hii? Sawa. Sasa jambo la pili, mumeelewa madawa yote, tunaenda jambo la pili, kujitibu kutumia maji. Maji ni vitu ama maji tulipewa na Mungu, na tulisema ya kwamba katika kanuni za afya maji ndio inafanya mambo makubwa. Tulisoma katika Mwanzo 2 mstari wa 10, tukaona maji kama Mungu aliweka maji kwa shamba la Edeni kwa ajili ya mwanadamu. Hebu nisomewe kitabu ya Ayubu 36 mstari wa 27 na 28. Ayubu 36 mstari wa 27 na 28. 36 27 na 28. Ayubu 36. Mstari wa ngapi? Mstari wa 27 na 28. Inasema, kwani yeye huvuta juu matone ya maji, yamwagikayo katika mvua kutoka kungeni mwake, ambayo mawingu yainyesha na kudondoza, juu ya wanadamu kwa wingi. Kwa hivyo mvua, tunaambiwa maji yananyesha juu ya wanadamu kwa wingi. Kwa hivyo maji yako na matumizi mengi. Mungu akitaka kutuua kwa siku 10, anaondoa maji tu. Tunaambiwa ya kwamba mtu anaweza kuishi
siku 15 bila kukula chochote na asikufe. Bila kukula chochote na asikufe. Lakini mtu hawezi kukaa zaidi ya siku 5 bila kukunywa maji na hii, anakufa. Kwa sababu tulisema ya kwamba maji mtu, yani hii mwili wetu ya mtoto mdogo kuanzia mwaka moja ama kuanzia mdogo mwenye kusaliwa hadi miaka kama 10, huyo mtoto mwili wake ni 75% ya maji. Na ninaposema hivyo sisemi watoto wadogo wapewe maji. Mtoto hafai kukunywa maji hadi amalize miezi 6. Sawa? Sababu mwili wake uko na maji mingi. Na unapopatia maji kwa saa maji sio kuwa, kwa sababu maji ya saa hii mingi sio nzuri. Kwa hivyo mtu mkubwa mwili wake ni 60% ya maji. Kwa hivyo maji yanahitajika kwa wingi na maji yanatumia kwa njia mingi. Kwa hivyo leo tutatumia maji kwa matibabu. Jinsi ambavyo tunatumia maji kwa matibabu. Kuna njia mingi zaidi ya moja. Kuna moja ambayo inaitwa hot foot bath ambayo tutafanya hapa. Kuna nyingine ambayo inaitwa steam bath ambayo pia tungefanya hapa, lakini tutaona kama tutafanya. Kuna yenye inaitwa hot and cold contrast. Kuna ingine ambayo inaitwa fermentation. Kuna aina mingi ya matibabu ambayo tunatumia maji. Watu wengi ambao tuliweza kuwahudumia kule, tulikuwa tunawaambia ya kwamba kuna mwalimu hata nilikuwa naona anakuandikia na kuambia ya kwamba ufanyiwe hot foot bath. Kwa hivyo tukaona ni vizuri tuweze kuonyesha watu, ili ukiwa na mgonjwa na ukiwa uliambiwa ufanye, uwe ukifanya hivyo kila mara. Mtu akigonjeka kabla hajafanyiwa chochote, akitumia hiyo hot foot bath huwa inasaidia kwa kwanza zaidi, sababu inasaidia damu iweze kusunguka vizuri kwa mwili. Kwa hivyo vitu ambavyo tunahitaji ili tufanye hot foot bath, tunahitaji karai. Unahitaji nini? Unahitaji karai. Wapi mtu ambaye tulikuwa tutumie nitie Collins. Tunahitaji blanketi. Blanketi 3 ama 2, kama inategemea vile mtu anatoshana. Kama ni mtoto mdogo tunaweza tumia 1. Sawa? Unahitaji blanketi ngapi? 2 ama 3, na kama ni mtu mdogo tunaweza kutumia 1. Tunahitaji kiti. Tunahitaji nini? Tunahitaji kiti. Alafu tunahitaji maji moto. Sasa niambiwe vitu yenye nimesema tunahitaji. Ya kwanza? Ya pili? Ya tatu? Ya 4? Maji moto. Na pia tutatumia cayenne ama pilipili. Sawa sawa? Tutatumia nini? Cayenne ndio pilipili. So, kile ambayo tutafanya, tutaweka maji hapa. Na? Kuna sabuni. Mimi nikataka kuweka karanga.